inatuumiza, of course inatuumiza kukosa ubingwa miaka 4 mfululizo. Na ndio maana tulivyoingia kama mwenyekiti na baadhi ya wajumbe, tulikaa na bodi nzima kama tufanye mabadiliko. Tuliamini tunaweza kupata wachezaji bora zaidi, kwa sababu tulihisi waliokuwepo hawezi kutufikisha. Kwa hiyo ilitusumbua sana kwa sababu ubingwa miaka 4, ilitusumbua sana, na ndio maana tukafanya hizo drastic changes ambazo hazikutegemewa. Kwa hiyo sio kitu ambacho tulikifurahia sana. Tulikaa kikao na bodi ya ligi kwa sababu tulihisi kuna vitu vinatakiwa tufanyike, hasa kuelekea msimu unaokuja, kwa sababu kuna vitu kwa tunaviona hivi nyinyi mkono. Kwa mfano ukiangalia katika ligi kuna mechi ilikuwa kwamba kuondoa hizo mechi chache za juzi, ilikuwa kwamba kila mechi lazima Yanga acheze ndio Simba acheze, Yanga acheze Simba acheze, Yanga acheze Simba acheze, Yanga acheze Simba acheze. Sasa ukiangalia hiyo ni man made, sio kama naelewa. Yaani kuna kitu kimetengenezwa. Wakati niko makamu wa kwanza wa rais wa TFF, tayari kulikuwa na software ya kupanga ratiba. Ile software ukifeed inakupa ratiba, lakini wakati huo tulikuwa tunaogopa kwa sababu vilabu vingi vilikuwa vina uwezo hata wa kusafiri. Kwa mfano iseme timu leo unacheza Mbeya, mechi inayofuata useme nini? Mashujaa. Sio kama unanielewa? Mbeya Mashujaa. Kwa hiyo tukawa tunajaribu ratiba inapangwa kama vile kutengenezea unafuu timu. Lakini sasa hivi kwa ligi iliyofika na vyanzo vya pesa vya vilabu vilipo, na hata ratiba yenyewe unavyoiona, bado timu zinatoka huku zinakwenda huku, zinatoka huku, hatuangalii hiyo kitu. Sasa kama ndio hivyo, tukapendekeza na tumependekeza kwa maandishi kwamba sasa ni bora ratiba ipangwe kitaalamu kwa software, asipange mtu.